Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital? Jina langu ni Victoria Melkiadi. Kama umewahi kuniona hapa, basi wewe sio mgeni kwangu na mimi sio mgeni kwako. Hii ni Mwananchi Digital na nikuhakikishia kabisa tuko hapa kwa ajili ya kupata taarifa nzuri za kimichezo, na niko na Amri Kemba, moja kati ya wachambuzi bora na wachezaji wazuri sana ambao records zinaonyesha walikuwa vizuri sana wakati wao. Leo tunazungumzia nini? Kitu ambacho kinazidi kupasua kichwa mitandaoni kwenye vichwa mbalimbali vya habari kuhusiana na muafaka wa kocha wa Simba. Leo Amri atakwenda kutuambia Simba inahitaji kocha wa aina gani, ukiachana na yale ambayo yanazidi kusemwa kwamba anakuja fulani, lakini yeye atatupa majibu Simba inahitaji kocha wa aina gani. Karibu Amri, mambo? Alhamdulillah. Tuombea leo Ijumaa. Ijumaa tunaliombea taifa lote. Kwa hiyo kwa kuwa upo ndani ya taifa hili, basi umeombewa. Sawa, bado maswali yamekuwa mengi kuhusiana na mbadala wa kocha atakaye simama kama kocha mkuu kwa upande wa kikosi cha Simba, wakati vikosi vikiwa viko mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Kwako unaonaje? Kocha gani ambaye anatakiwa ndani ya kikosi cha Simba kwa sasa kutokana na michuano ambayo wanashiriki? Cha kwanza ni kila mtu anajua imekuwa ni kama jambo la kushtukiza kwa Simba kwa sababu ya namna ambavyo walimaliza msimu uliopita na maandalizi ambao walikuwa wanaendea kwa msimu huu, wakiamini kwenye mwalimu ambaye walikuwa naye. Utaona hata baadhi ya sajili nyingi zimemhusisha mwalimu na kuna baadhi hata ambazo alizikataa. Kwa hiyo malengo na matarajio ya viongozi wa Simba ilikuwa ni mwalimu tunaye, wachezaji aliowataka tumempatia, sasa sisi tunakwenda kusimamia vitu vingine ambavyo vinahusiana na uongozi. Lakini bahati mbaya mwalimu ameondoka. Uongozi sasa una kazi kubwa ya kuchagua mwalimu kulingana na mahitaji ambayo wako nayo. Cha kwanza ni kuchagua mwalimu anaendana na utaratibu wa timu yao, kwa maana ile filosofi ya timu ya Simba. Wao Simba wamekuwa wakiwa waumini zaidi wa mpira, kutembea kwenye nyasi kwa kupasiana na mchezo wa burudani na kupata ushindi. Sasa walimu wa namna hiyo ndio ambaye anahitajika kwenye timu ya Simba kwa sababu ya hicho ambacho filosofi inawalazimisha. Lakini pia wanahitaji sasa mtu wa malengo ya muda mfupi. Sasa hivi hatuna mwalimu, nani anaweza kutuvusha hapa alafu then tukaendea malengo ya muda mrefu. Kwenye benchi lao walikuwa wana Matola ambaye kwangu mimi nadhani kama anaaminiwa anaweza kuwa mtu ambaye anaweza kuwapitisha kwenye kipindi hiki ambacho wanahangaika kutafuta mwalimu ambaye atakuwa na malengo ya muda mrefu. Bahati mbaya ni kwamba si rahisi kwa Simba kumwamini Matola. Nasema Matola kwa sababu ya uzoefu ambao amekuwa nao kwenye, kiachilia mbali kwa namna ambavyo alicheza, lakini walimu ambao wamekaa nao kama msaidizi anaweza kuwa na uzoefu wa namna ya kumanage group la watu, lakini pia kimbinu anaweza kuwa amedevelop kwa kiasi kikubwa kwa namna ambavyo amekaa na walimu. Lakini kwa walimu ambaye anahitajika kama walimu mkuu, mimi naweza nikawaelewa Simba kwa nini wanaweza wasimpe Imanio Matola. Ni kwa sababu ya historia ambazo zinaonesha walimu wazao wamekuwa wazito ama waoga kusimamia kile ambacho wanaamini. Kwa hiyo viongozi wao wanajikuta wao ndo wana play part kubwa kwenye timu kimbinu na kiufundi. Nani acheze, kwa nini asicheze. Mwalimu kazi yake ni kupokea maelekezo. Kwa hiyo hata wenyewe wanajihisi kwamba hatuna mwalimu kwa sababu vitu vingi sisi tunavyosema havipingwi. Unajua viongozi sio wataalamu wa mpira, ila ni wapenzi na viongozi. Sasa wakileta mawazo yao kama uwezi kuyapinga kitaalamu, wenye wanakuona ni kama nani. Hiyo ndo naonaga kama changamoto ya wazao kuweza kuaminiwa kwenye timu hizi kubwa, kwa maana Simba, Yanga na Azam, kwa sababu ya kushindwa kuhimili pressure. Simba wanakwenda sokoni kuangalia mwalimu ambaye anawafaa. Kwa wakati huu walimu wengi wana timu zao, kwa hiyo itabidi kumshawishi kwa ukubwa wa timu kwenye bara la Afrika, lakini pia na kiasi cha fedha. Kwa hiyo ukiangalia, imani yangu ni kwamba kuna walimu wengi wameomba
wametuma CV zao Simba wakihitaji kwa walimu. Lakini mimi ninachokiona Simba wanapaswa kuangalia mwalimu ambaye atakuja tayari ana walau na wasifu ameutengeneza. Kwa hiyo anaweza kuja na kurudisha imani kwa wachezaji, kwa sababu kadri mwalimu anavyokuwa mgeni kwenye hizo occasion kubwa kubwa, wachezaji pia wanakuwa ni kama wanataka kumwangalia anaweza akafanya nini, bado hajawahi kufanya, lakini kwa hichi anachokitoa kweli tunaweza tukafika. Bahati mbaya au nzuri, Simba inakuwa na wachezaji ambao pia wameshapita sehemu nyingi. Kwa hiyo mwalimu akiwa ana CV kidogo nzuri kulingana na wasifu wake kwenye michuano na ya ambayo ameshiriki kama mwalimu, inaweza ikawasaidia wachezaji kuwa na imani kwa namna ambavyo mwalimu ameshajitengenezea CV, lakini pia namna ambavyo mbinu anazokuja nazo ameshawahi kuprove sehemu nyingine. Kwa wakati huu ambao hakuna pre-season, hakuna muda tena wa kujiandaa zaidi ya kufanya mazoezi siku 2-3 umecheza mechi, unahitaji mwalimu ambaye ameshakuwa na uzoefu na michuano, ambaye anaweza akapanga vitu vikapangika kwa muda mfupi. Okay, kwa sasa hivi mwanzoni kabisa alipoondoka Fadlu, sisi zilikuwa zinasema kocha wa timu ya taifa ya Madagascar huenda akawa mrithi. Baadaye mambo yakawa mengi, mara hajawahi kufundisha timu za club, amefundisha tu timu ya taifa muda mwingi. Kwa hiyo hana experience ya kutosha kwa wao, kwa namna ambavyo sisi zilikuwa zinasema. Lakini sasa issue nzito kubwa imehamia kwa kocha wa Gaborone ambaye amecheza majuzi tu na Simba hatua ya awali, na ni wazi kwamba ni timu ambayo imeanza na Simba japokuwa imetolewa, lakini kulikuwa kuna ile hustling iliwapa Simba. Kwanza wewe unavyoona ni kocha wa namna gani ukizingatia ameshakusha kukutana na Simba? Ukiangalia timu yake inavyocheza, kwanza ni aina ya walimu ambao wanapenda timu yao iwe huru na mpira. Kwa maana kwamba ukiwaona Gaborone namna ambavyo walikuwa wanacheza dhidi ya Simba, ni timu ambayo inapenda kuchezea mpira kwa muda mrefu, si timu ambayo inapiga mpira tu mbele. Kwa hiyo kulikuwa kuna pattern za watu, wachezaji, kulikuwa kuna timu nzima unaiona namna ambavyo ilikuwa ina flow, lakini pia ulikuwa unaona namna ambavyo timu ilikuwa inajilinda wakati haina mpira. Huwezi kujua ni kwa kiasi gani mwalimu na wachezaji waliopo waliweza kutekeleza yale mawazo ya mwalimu, kwa sababu mwisho wa siku mwalimu ni wachezaji. Yani wewe una mawazo yako kichwani, halafu unawapelekea wachezaji wanavyoyafanya kiwanjani, ndio inaonesha mwalimu anawaza nini. Kwa hiyo kwa kile ambacho Gaborone walikionyesha kwenye mchezo dhidi ya Simba, walionyesha mwalimu akipewa muda wa kuiandaa timu, ni timu inaweza ikawa na tabia zipi. Lakini pia ukiangalia nyakati ambazo wamekutana na Simba, unaweza usione maswali magumu ambayo Simba waliwauliza kiasi kwamba tukaanza kuzijaji sana mbinu za mwalimu wao. Kwa nini? Kwa sababu Simba nyakati zote za mchezo waliwaacha Gaborone wakawa wanazitawala. Kwa maana Gaborone walikuwa wazuri wanapokuwa na mpira, Gaborone walikuwa wazuri wanapopoteza mpira, Gaborone walikuwa wazuri wanapopokonya mpira, Gaborone walikuwa wazuri wanapokuwa hawana mpira. Kwa hiyo nyakati ambao Simba tu walikuwa wanauliza maswali magumu Gaborone, ni sehemu ya mipira ya kutenga, ndio ambapo Simba walikuwa wanaonekana walau wanatengeneza zile hatari. Lakini kwenye nyakati zile zingine 4 hakukuwa na wakati sasa wa kujaji mbinu za mwalimu kwa namna ambavyo alikuwa anaonekana kila engo amewazuia Simba. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwa kumpima kupitia mechi ambazo alicheza na Simba, unaweza kusema anaweza akawa sehemu sahihi ya Simba kwa namna ambavyo timu yake inacheza na Simba ambavyo filosofia yao inasema. Kwa hiyo anaweza kuja akaendana na filosofia ya timu. Lakini je, material ambazo alikuwa nazo Gaborone anaweza akazipata ndani ya timu ya Simba? Kile ambacho walikuwa wanafanya ni hilo, ni swali lingine. Lakini kwa display ya timu ya Gaborone unaona haiko mbali sana na namna ambavyo Simba imekuwa ikicheza kwa misimu yote ambayo ilikuwa inaonekana iko vizuri.
Hii historia haina tofauti sana na historia ya Yanga msimu uliopita. Alipoondoka Gamondi haraka afu akaingia Ramovic na Yanga haikufika mahali pazuri kwenye michuano ya kimataifa. Unaiona wapi Simba sasa kwenye michuano ya kimataifa kwa hali hii ya kutokuwa na kocha ambaye hata kama wanapokwenda kucheza hawatakuwa na muda mrefu sana na huyo kocha? Inawezekana ikawa ni nyakati ngumu kwa klabu kuendea michuano ya kimataifa, lakini wakati mwingine pia historia na uzoefu wa timu kwenye michuano huwa inatumika kama nyenzo ya kupambana. Kwa hiyo hata kama mwalimu anabadilika, lakini taratibu za maandalizi ya timu kuendea mechi za kimataifa bado zitabaki vile vile, kwa sababu bado watu wengine wote ambao walikuwa wanahusika kwenye kuhakikisha timu inashindana kimataifa wapo na wanaweza kumsaidia mwalimu kwenye eneo ambalo wao wanahisi kwa misimu 4-5 walikuwa wanafanikiwa kupitia hayo maandalizi. Kwa hiyo mwalimu anaweza kuja akavalishwa ule uzoefu ambao watu waliokuta wako nao, na akavalishwa ile imani ambayo kwenye klabu inakuwepo. Kwa sababu historia ni kitu kizuri kwenye psychology, kwamba klabu hii unayokuja mwalimu kwa miaka 6 mfululizo inakwenda kwenye hatua za makundi bila kujali ni shirikisho ama Champions League. Kwa hiyo una kazi ya kuendeleza hiki ambacho tumekifanya ndani ya miaka labda 8, sisi tumekwenda kwenye makundi miaka 6. Kwa hiyo wewe una kazi ya kukifanya. Kwa hiyo inamfaa mwalimu hata hamu na wewe kusema kwamba okay, na mimi siwezi kuwa kikwazo kwenye hiki ambacho amekuwa akifanya. Mwalimu anahitaji tu kupata ushirikiano mzuri kutoka kwa wachezaji na muda mfupi ambao anakuwa nao kama utamtosha kupandisha viwango vya wachezaji, kwa sababu kitu ambacho nakiona kwa Simba wachezaji wengi viwango vipo vya kawaida sana. Yaani hamna mtu ambaye anajiinua zaidi kwenye mechi. Wanahitaji zaidi kuinua viwango vyao, lakini pia kimbinu ndo mwalimu ana kazi ya kuishape timu kwenye nyakati zile za mchezo. Yaani timu ikiwa haina mpira, imepokonywa, inakuwa na tabia zipi? Huwezi kuziona hizo tabia kwa Simba ya sasa ambavyo inacheza. Kwa hiyo kwa wewe ambavyo unaona mwalimu anayekuja Simba anakutana na mtihani gani? Mtihani wa kwanza ni kujaribu kuitengeneza timu kwa pamoja, kwa maana ndani ya kiwanja fikra ya goalkeeper iwe inaendana na fikra ambayo iko nayo mshambuliaji, kwa maana timu moja inawaza kitu kimoja kwenye nyakati moja. Mfano hatuna mpira, anavowaza mshambuliaji, wale wote wengine wanajua ni nini ambacho anaenda kufanya na sisi tunapaswa kufanya nini. Lakini mpira akiwa nao goalkeeper, defender ambaye anaanza kupasiwa, striker kule anatakiwa kujua ni nini kinafuata baada ya ile pass kwenda kwa defender. Kwa hiyo ni kazi ambayo anakuwa nayo ni kutengeneza timu iweze kutafsiri hayo matukio kwa pamoja, na isiwe kila mtu anaona tukio lake. Yaani kama wote tunaona hapa hii ni nyeupe, basi timu nzima iwe inaliona hilo. Lakini pia kazi nyingine ambayo anakuwa nayo ni kuhakikisha viwango vya wachezaji mmoja mmoja vinaboreka kadri na kwa haraka iwezekanavyo, ili kuendana na ugumu wa michuano ambao wanaiendea. Kuna kazi kubwa mbili. Kazi kubwa hizo mbili ambazo zitamhitaji sana ndani ya kiwanja mwalimu kuzifanyia kazi. Okay. Wakati Simba inakaribia sasa kumtangaza kocha, maana wamesema siku 2 hizi watakwenda kumtangaza kocha mkuu wa Simba, mashabiki wamekuwa na malalamiko kuhusiana na performance wise ya timu kwenye mechi ya kimataifa, kwenye mechi za ligi, ingawa wao ndo wanashikilia nafasi ya kwanza kwenye msimamo sasa hivi, lakini bado hawajaridhika. Unaona ile kile kiwango cha Simba ambao wanaifahamu bado haijawaridhisha. Kitu gani ambacho Simba sasa inatakiwa ikiongeze? Kwa kusema kuridhishwa na performance, mpira ni mchezo ambao unaonekana wazi, lakini pia Simba na wapenzi na mashabiki wao wana namna yao ya mpira ambao wameizoea kwenye timu yao. Kwa hiyo kama hawajaiona, huwa si washabiki ambao wanaridhika sana na matokeo.
bahati mbaya kwa Simba. Si washabiki au wapenzi ambao wao wanataka tu timu ishinde. Wao wanataka timu ishinde kwa namna yao ambao wameizoea, na ndio maana utaona wanaongoza ligi lakini bado wao wana makasiriko mengi kuliko wengine ambao wako chini. Kwa mfano kama Yanga wao ni sasa hivi tu ndo wanaanza kudai mpira mzuri, lakini miaka ya nyuma huku wao walikuwa wanataka matokeo tu. Wakishashinda wenyewe imeisha. Kwa hiyo kwa sasa hizi ambacho wanatokifanya ni kuharakisha kwanza mwalimu aje apate walau hizi siku 7 ambazo kuna break ya FIFA, kuweza walau kukaa na timu na kuona namna gani anaweza akaiandaa kuendea michezo inayofuata. Kwa hiyo kama wanasema wana siku 2-3 hizi watatangaza kocha, nadhani pia watakuwa bado wanachukua muda mrefu, kwa sababu toka mwalimu ameondoka tunakaribia wiki, wangekuwa wameshajua mwalimu ambaye anakuja, na hapa kwenye break ilikuwa ni wakati sahihi wa mwalimu kuja na kupata walau hizo siku 10 za kutrain na timu, kitu ambacho kingeweza kuitoa timu hapa ilipo na kuipeleka mbele zaidi. Kipi sasa ambacho ni kama ushauri kwa kumalizia kwa viongozi wa Simba, kama ambavyo umesema kwamba kocha alitakiwa afike mapema kabla au baada tu ya hii break ya ratiba ya FIFA kuanza? Kwa sasa hivi sasa ambacho unaweza ukakiona ni kocha ambaye sasa anakuja, ndio ambaye inaweza ikawa ni swali, kwa sababu kwetu bahati mbaya au nzuri, kwa kuwa sisi ligi yetu ndio imekuwa sehemu ambayo pia makocha wanatumia kukua. Kwa hiyo kuleta kocha ambaye naye anakuja kwa ajili ya kutengeneza CV huwa inamleta kocha ambaye pia ana hamu. Kwa hiyo ndio maana unaona wakija wanafanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, kwa sababu na wao wana goals ambazo wamejiwekea. Kwa hiyo kwenye kuchagua kocha unaweza kupata experience coach, lakini pia unaweza kumpata kocha ambaye ana kiu na akaja akawatoeni hapa mlipo mkakuwa naye pamoja, na yeye akiwa anakimbiza goals zake, kama ambavyo tumeona baadhi ya makocha wamepita. Tumeona Siveni alipita tengeneza CV yake akaondoka, amekuja wakina Gamondi, walikuwa wakina Nabi wametengeneza CV zao wameondoka. Kwa hiyo ni sehemu ambayo sisi tunajaribu kuwapa platform walimu wanaweza kufanya na kutuvusha na kwa bajeti yetu wanaonekana wamefanya kazi kubwa sana kulingana na bajeti za timu zingine kwenye michuano ya Afrika. Amri, tuzungumzie kwa kumalizia kabisa mikataba ya makocha. Hii imekuwa ni moja kati ya majonzi makubwa, hasa kwenye hizi timu kubwa mbili. Kocha anaondoka kwa muda wowote, anaweza hata kama timu ina performance nzuri, lakini sio guarantee kuwa naye. Kumekuwa na hiyo kasumba. Kipi unadhani mikataba ya makocha inahitajika kuboreshwa ili kuweza kumbana kocha kuwa naye kwa muda mrefu zaidi? Nadhani kama ambavyo ipo mikataba ya wachezaji. Unajua wachezaji hawazuii kuondoka, lakini pia sio kuondoka tu wanapojisikia. Ndio maana kuna baadhi ya nyakati mchezaji anataka kuondoka, lakini kwanza dirisha hilo aliko wazi, kwa hiyo hawezi kuondoka. Kwa hata walimu kwa ajili sasa ya kuondoa hii kukatisha malengo na performance za vilabu, nadhani kungekuwa na utaratibu wa namna ambavyo walimu wanaingia mikataba. Bahati mbaya wanaingia mikataba unakuta mtu anatakiwa tu kurudisha miezi 3 ya mshahara anaondoka. Kwa hiyo kungekuwa na maboresho kama ambavyo wanawekea wachezaji. Kwa mfano unaweza kukuta mchezaji amepewa mkataba wa miaka 3 labda kwa gharama ya milioni 400, lakini anaambiwa akivunja atapaswa kulipa bilioni 1.5. Kwa hiyo unaona ugumu wa mchezaji kuondoka kwenye huo mkataba. Tunaona hata Europe mchezaji anapewa miaka 5 lakini kuvunja ni bilioni 10-15 za dola. Kwa hiyo unakuta hawezekani tena kumtoa kwa wakati. Kwa na walimu nadhani vipengele vya walimu kuondoka pia vingeanza kuboreshwa taratibu. Kutoka kwenye kulipa labda mwalimu analipwa milioni 10 kulipa milioni 30 na kuondoka, iwepo walau kuwe na kishika uchumba kikubwa ambacho kinaweza kikamzuia mwalimu kufikiria mara 2 mara 3 au klabu ambayo inamtaka. Lakini pia isiwe
nadhani hili swala lingewafikia wale wakubwa ambao wanatunga taratibu. Hii sasa sio kwa vilabu, ni kwa eneo la wanaotunga taratibu kama ni FIFA au CAF, namna gani wanaweza wakavifanya vilabu vikawa na mipango yao endelevu. Kwa maana sisi tuna mwalimu ana mkataba wa mwaka mmoja. Kama mwalimu anapaswa kuondoka, basi anapaswa kuondoka wakati yale madirisha ya usajili. Kwa maana kwamba sisi wakati yani wakati huo kama mwalimu anaondoka, basi liwe ni dirisha kubwa ama dirisha dogo ambalo sisi nao tutakuwa na nafasi ya kufanya maingizo mapya na kuiandaa timu. Mimi nikushukuru. Mtazamaji, huyo alikuwa Amri Kiemba na amezungumzia mambo mengi, lakini kiufupi ni kazi ambayo anakwenda kukutana nayo kocha mpya wa Simba ambaye mimi na wewe hatumjui, ni tetesi tu. Nyuma ya kamera alikuwa Khatib Nyembe, mimi ni Victoria Melkiadi. Tuko na director wetu hapa pembeni, mtu wa kazi. Asante.